Na mtazamaji, mapema tu kabla tukijitayarisha na taarifa hizi, kwa nazungumza na mwelekezi wangu Ibrahim nikimwambia kwamba maishani asiwe na wasiwasi, manake mchinjaji hapendi kumuona mwenzake akichinja na hapendi kupewa sifa za mchinjaji, lakini hana shida na mnyama anayechinjwa ama aliyechinjwa. Kwa ufupi wanasema kwamba mimi ni chigi, Kimara Migunda, Mganamba ni mdogo. Karibu, hizi ndio taarifa zetu. It's so sad losing somebody in a way that doesn't. I just hope that everybody will come out and help us fight for justice. Raia watatu ni washukiwa wa punde zaidi kukamatwa kuhusiana na mauaji ya mwalimu Albert Ojwang. Everybody who is involved should step down. Familia ya Albert Ojwang yataka tu haki. Makanisa na viongozi wa kisiasa nao wakiendeleza shinikizo. Sometimes I demand to die. I demand to die because... Makovu ya Daniel Nderitu mwaka mmoja baada ya kupigwa risasi na polisi kwenye maandamano ya Gen Z. Tukapai 1.2 million, ndio shamba imeenda. Mtu amepanda miti karibu anavuna. Na safari ya kutafuta haki kwa waathiriwa wa hadaa na ulaghai wa kazi za ughaibuni miaka 2 baadaye. Na wanasema ili kuwa baba ni juhudi za kina mama, kwa hongera kwa kina mama. Karibu, mwenzangu ni Yula Nzale ambaye yuko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Na washukiwa wengine watatu wamekamatwa kuhusiana na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang. Washukiwa hao wanaoaminika kuwa mahabusu katika kituo cha polisi cha Central wakati Ojwang alipofikishwa. Wanadaiwa kutumiwa kumtesa kabla ya kuachiliwa kwa njia tata. Na kama Ben Kirui anavyoarifu, familia ya Ojwang imeendelea kudai haki kwa mauaji ya jamaa yao. Uchunguzi kuhusu mauaji ya kikatili ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang unaendelea kushika kasi baada ya mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi ya IPOA kuwakamata washukiwa wengine watatu wanaodaiwa kuhusika katika mateso na mauaji yake akiwa korokoroni. Watatu hao ambao walikuwa mahabusu katika kituo cha polisi cha Central wakati Ojwang alipofikishwa sasa wanazuiliwa katika vituo tofauti vya polisi vya Kilimani, Mudhangari na Kileleshwa. Kwa mujibu wa uchunguzi, inadaiwa kuwa maafisa wa polisi waliwatumia mahabusu hao kumtesa Ojwang hadi kufa. Haya yanajiri huku IPOA ikiendelea kuokoa picha za kamera za CCTV ambazo ziliharibiwa kwa lengo la kuficha ushahidi. Uchunguzi umebaini kuwa sehemu kubwa ya picha hizo zimepatikana na zinachukuliwa kuwa muhimu sana katika uchunguzi unaoendelea. Washukiwa hao Jean Amitou Abwao, Collins Karani Ireri na Brian Mwaniki Njue wanatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatatu pamoja na mkuu wa kituo cha Central Samson Talama anayezuiliwa katika kituo cha polisi cha Lang'ata. Wakati huo huo, IPOA inawasaka maafisa wawili wa polisi waliorekodiwa kwenye CCTV wakimpeleka Ojwang katika hospitali ya Mbagathi akiwa tayari amefariki. Wakati uchunguzi ukiendelea, familia ya marehemu Albert Ojwang inaendelea kushinikiza haki itendeke. Mjane wake Nevenina Onyango alielezea jinsi alivyokuwa na wasiwasi alipoongea naye kwa simu wakati akihamishwa kutoka Homa Bay kupelekwa Nairobi, akisema kuwa sauti yake ilikuwa ya hofu. Albert was asking if he was safe because he wasn't sure if he's okay in the police cell. So I want everybody that if you have a mistake and you've been arraigned to the police officers, you feel safe because we are paying taxes and these people are supposed to protect us. They're not supposed to harm us. Maswali yangu bado yako pale pale. Yale niliuliza wakati akishikwa. Mashtaka ni yapi dhidi ya kijana wangu? Na mlalamishi ni yupi? Kinachosababisha kijana wangu kutolewa nyumbani mpaka Nairobi, makosa gani yana uzito wa kiasi gani ya kuwezesha mtu wangu kutolewa nyumbani, kuletwa, hatimaye kuuawa?
Familia hiyo imetoa wito kwa uchunguzi kufanyika kwa haraka na kwa uwazi na kuwataka wahusika wote kuwajibishwa kikamilifu. Speak about this so that it doesn't have to happen to anybody else, because it's sad. It's sad. It's so sad losing somebody in a way that doesn't. I just hope that everybody will come out and help us fight for justice. Yeah, I know that we can't bring his life back, but seeing him get justice and seeing those people that got involved being charged for what they did will at some point make us have peace of mind. So I'm really encouraging, and I just want to speak to everyone from the bottom of my heart that if they can really come out and help us find justice for Albert, I'll truly appreciate. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, ni kilio cha haki, ni kilio cha kutafuta majibu na kujua kipi kilichofanyika. Na wakati kilio hicho kikiendelea, shinikizo za kutaka haki kwa mauaji ya Albert Ojwang zimeendelea, huku ibada ikiandaliwa kumkumbuka Ojwang kaunti ya Kisumu. Viongozi wa kisiasa waliohudhuria ibada wakitaka serikali kuhakikisha waliohusika wanaadhibiwa haraka. Aidha, viongozi wa makanisa nao wakitaka wote waliotajwa na walio mamlakani kujiuzulu. Emily Chebet anaarifu. Maswali kuhusu mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang mikononi mwa polisi yameendelea kuibuka. Viongozi wa makanisa mbalimbali wakijitokeza kulaani kitendo hicho. Padre katika kanisa la Holy Family Basilica akichukua fursa kukumbuka familia ya Ojwang. We join other Kenyans this Sunday to pray for the repose of soul of Albert Ojwang, that the good Lord may rest him in eternal peace. Eternal peace grant unto him, O Lord. Makanisa mbalimbali humu nchini yaliyofanya maombi maalum na kukumbuka Ojwang, huku viongozi wakitaka wote ambao wametajwa kuhusika na njama ya kumuua wajiuzulu na kushtakiwa. Everybody who is involved should step down. If they later are found not guilty, no problem. They'll be reinstated to their places of work. If they are found guilty, they must face the full law of the nation. Viongozi wa kisiasa pia wamemtaka Rais William Ruto kutimiza ahadi yake ya kukomesha mauaji ya kiholela nchini. What we want is to be told what Kenyans are looking for. Who orchestrated this murder? Who murdered this young man? For what reason was this young man murdered? And these people must be brought to book and must be brought to justice. In this broad-based government, we are saying we must be respected. Our lives must be respected. And under no circumstance will we let go the death of Albert Ojwang. We should ask the president, please, you are the commander-in-chief of the armed forces of Kenya. Please, ask your people and your security team to make sure that we get to the bottom of the killings that are happening in Kenya. Haya yote yakijiri, hali ya huzuni imetanda katika boma la babake marehemu Albert Ojwang katika kijiji cha Furunzi viungani mwa mji wa Malindi katika kaunti ya Kilifi. Majirani na jamaa zake wamekusanyika kufanya maombi na kumenzi Ojwang. Emily Chebet, runinga ya Citizen. Na tukisonga mbele ni kwamba huku taifa likijiandaa kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya mwaka jana ya Gen Z nchini, makovu yameendelea kuandikishwa kwa wale waliojeruhiwa au jamaa za waliouawa. Katika kaunti ya Nyeri, Daniel Nderitu anasimulia aliyomsibu siku hiyo na ulemavu aliosalia nao baada ya kupigwa risasi 2 zilizosababishwa kukwatwa kwa mguu wake wa kushoto. Kama Mwangi anasimulia. Sometimes I admire to die. Tarehe 25 Juni mwaka 2024 inasalia kama kumbukumbu ya kufedhehesha sana maishani mwa Daniel Nderitu, baba ya watoto 3 anaishi kijijini Witemere mjini Nyeri. Nderitu anasimulia namna siku hiyo hakuwa na mpango wa kufika katika kituo cha kuegesha magari kwa kazi zake za kawaida. Ni siku ambayo maandamano ya Gen Z yalikuwa yanafanyika. Nikuangalia nyuma hivi nikauliza mama aje, ulikuwa unaenda gari za wapi? Akasema za Odha. Mimi kuchukua hii mguu nikamwambia mguu inyulike. Nikasikia kuganda ya pili. Saa hiyo nikiwa nasikia hii kuganda ya pili,
nilikuanga chini. Ni hapa ndipo Nderitu alipigwa risasi 2 kwenye mguu wake wa kushoto. Tuliinua hii nini? Tuloza juu. Damu ilimwagika na kwa paipu hapa nilikuwa nakwambia kanateremsha damu kanapanda hivi. Juu mimi sasa nimeanguka nimejikaza hivi sababu ya uchungu. Niliona damu huko. Jamaa mwenye alikuwa ananisaidia hata wa leo sijawahi muona. Maisha yake sasa yamebadilika pakubwa mwaka mmoja baadaye. Hata hii familia naonanga ni vizuri iniondokee. Lakini ninaangalia ikiniondokea nani atakuwa ananipelekea maji kwa mbafu? Inakuwa ngumu hata na kunywa pombe. Anachukua miti hizo zake anasema ndaenda kujirusha kwa mtu. Na mimi mwenyewe naenda kumchukua namleta kwa nyumba na muongelesha pole pole. Na huku juhudi za kumsaidia kupata mguu wa kubandikwa zikiendelezwa na vijana mjini Nyeri, Daniel anaomba vijana nchini kutafuta njia mbadala za kutoa walionayo moyoni, huku akiitaka serikali nayo kuwategea masikio vijana. Serikali iwache kutumia nguvu na iwachane na mambo ya kuua watu. Kuweka watu vieta kama mtu kama mimi alikuwa anajitafutia. Waache, ni shida kubwa. Kama Mwangi, runinga ya Citizen, Gwitemere, Nyeri mjini. Na mtazamaji, viongozi wa upinzani wameendeleza wito kwa naibu inspekta wa polisi Eliud Lagat na mkurugenzi wa upelelezi Mohamed Amin kujiuzulu kuhusiana na kifo cha Albert Ojwang. Wanasiasa hawa Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua na Martha Karua wakizungumza maeneo tofauti wameendelea kuikosoa serikali kwa mauaji ya vijana kama Seth Olale anavyoarifu. Akizungumza katika kanisa la Holy Spirit mjini Mwea, kaunti ya Kirinyaga, kinara wa DCP Rigathi Gachagua ametaka naibu inspekta wa polisi Lagat na mwenzake wa DCI kuondoka ofisini kutoa nafasi ya uchunguzi. CCTV imeonyesha alifika amekufa. Akaketi hapo 24 minutes wakingoja tu because he is already dead. So that DCI must be prosecuted. That DIG must be prosecuted. Gachagua aliyeambatana na kinara wa chama cha People's Liberation Martha Karua wakitaka jamii ya kimataifa kuingilia kati kutokana na kuongezeka kwa visa vya utekaji nyara na mauaji nchini. Parliament is compromised with except to a few leaders there. So international community must come in through for the people of Kenya to tell William Ruto, no, this is impunity, it's unacceptable, you cannot continue. Na hapa Nairobi, viongozi wengine wa upinzani wakiwemo kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na mwenzake wa DAP-K Eugene Wamalwa nao pia walivalia njuga swala hili. Kwamba Lagat should be arrested and prosecuted because some of us are senior lawyers and we know, we can see it. Toka kwa IG Kanja mwenyewe, mkuu wa polisi, yule wa DCI Bwana Amin, yale yote wameeleza wa Kenya na familia ya Ojwang imepatikana kuwa ilikuwa ni ya uongo. Ukweli ukidhihiri, uongo hufanya nini? Hujitenga. Wakizungumza kwenye ibada katika kanisa la Salvation Army, viongozi hao walisema kuwa kamwe hawatajiunga na serikali ya Rais William Ruto ambayo wanailaumu kwa kuendelea kutekeleza mauaji dhidi ya vijana. I don't believe this broad-based government is anything to follow. It is blood-based. The latest addition ya blood ni Ojwang. Seth Olale, runinga ya Citizen. Na wakati huo naye Rais William Ruto amewasuta viongozi wa upinzani akiwalaumu kwa kuendeleza uchochezi nchini. Akizungumza kaunti ya Kakamega, Rais Ruto pia amewalaumu wanaomtaka kuondoka ofisini bila mipango ya kuwanufaisha Wakenya. Stephen Leto na maelezo zaidi.
Eneo bunge la Lugari, kaunti ya Kakamega, ndiko alikokuwa Rais William Ruto na viongozi wa eneo la magharibi walikongamana katika hafla ya maombi ya Jumapili katika shule ya Kavaiwa. Ni hapa ambapo Rais William Ruto aliwarushia vijembe wapinzani wake akitaja mbwembe zao kuwa moto ya karatasi. Hawa watu wengine hawana mpango, musipoteze na we cannot hand over to people hawana mpango. Ati mpango yao Ruto must go. Sasa Ruto must go itakusaidia na nini? Rais Ruto akiongeza kuwa wapinzani wake wakiongozwa na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua hawana ajenda kwa Wakenya na nia yao ni kueneza siasa za migawanyiko. Hujui vile vijana wetu watapata kazi, hujui vile kilimo itaendelea, hujui vile watoto watasoma, huna mpango ya ajira ya vijana. You have no plan to do anything. Kuna jamaa wa shares ambaye alikuwa anasema ati sisi tupewe 30%, anasema vitu zingine zote ziende huko kwao. Ile wakati alikuwa deputy president, books of account inaonyesha yeye ndiye alidhulumu wa Kenya, akasema kila kitu iende wapi? Kwao. Hii opposition ya Kenya hii ni ya mdomo tu. Ukiwauliza agenda yenu ni nini? Hadi tunataka kutoa William Ruto kwa power. Na wana agenda. Lakini Rais William Ruto na kinara wetu wa ODM Raila Amolo Odinga walileta na kuunganisha nchi yetu kwa pamoja. Katika kaunti ya Narok, naibu rais Kithure Kindiki aliongoza viongozi wa maeneo bunge ya Narok Mashariki, Narok Magharibi, Narok Kusini na eneo bunge la Kilgoris katika mchakato wa kuboresha ujenzi wa makanisa mbalimbali. Bana tisha hata na hujui mambo ya kesho, hata wewe hujui utakuwa wapi. Sasa Mungu akisema William Ruto ataserve 10 years, utafanya nini? Una kitu utafanya? Ama namna gani? Stephen Leto, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, na baada ya taarifa hiyo tunachukua mapumziko mafupi, lakini tukirudi